Wadau wafuatiliaji wa chaneli yetu ya KingoFarm, leo hii tumependa tujibu swali au tuweze kutoa ufafanuzi juu ya masuala ya ufugaji unaohusiana na kutumia matandazo au kutumia cage. Kwa sababu tumekuwa tukipokea maswali mengi sana kutoka kwa wafugaji, atumie njia gani, atumie matandazo au atumie cage. Wakati mwingine mfugaji anaweza akachagua njia moja kati ya hizi, lakini asijue kwa nini anaitumia hiyo njia au asijue faida, changamoto pia za hiyo njia. Sasa leo hii tutaelezea faida utakazozipata kama utatumia matandazo, lakini pia changamoto utakazokumbana nazo na namna ya kuweza kuzitatua hizo changamoto. Lakini pia kwa upande wa cage na utazungumzia hivyo hivyo, utakutana na changamoto zipi, utakutana na faida zipi, lakini pia unatakiwa utumie mbinu gani ili uweze kufuga kwa kutumia cage au utumie matandazo. Utachagua njia nzuri ambayo unaona wewe itakufaa, lakini pia unaona zile changamoto zake utaweza kukabiliana nazo. Hizi njia zote ni nzuri, inategemea na changamoto jinsi ambavyo utaweza kupambana nazo. Kwa sisi KingoFarm hapa shambani kwetu huwa hatutumii cage, tunatumia matandazo. Sasa nifuatilie mpaka mwisho ili uweze kujua utachagua njia ipi, au kama unakutana na changamoto fulani basi kujua hizo changamoto zinasababishwa na njia ambayo umeamua kuichagua, lakini pia utajua ufanye kitu gani kutokana na hizo changamoto. Sasa tukianza na upande wa matandazo. Kama unataka kutumia matandazo, basi unatakiwa ujue mambo haya. Kwanza kama unahitaji kutumia matandazo, unahitaji kuwa na eneo kubwa tofauti na cage. Unahitaji kuwa na eneo kubwa na sio eneo dogo. Usiwaweke eneo ambalo watabanana. Wakibanana sana, unakuta kuna miharo mingi sana au banda linaloa sana, kwa sababu wanashindwa, wakati mwingine wanapata ule muharo kutokana na stress ile ya kubanana, lakini wakati mwingine tu vile vinyesi vinakuwa vingi, na hata wakipata ule ugonjwa wa miharo basi banda linaloa sana kwa muda mfupi. Kwa hiyo kama unataka kutumia haya matandazo au maranda, basi hakikisha eneo lako linakuwa ni kubwa ukilinganisha na cage. Cage inaweza ikawa ndogo lakini ikachukua kuku wengi, inawezekana kwa cage, lakini kwa upande wa matandazo ni lazima uwe na eneo kubwa. Lakini hapo kwenye matandazo pia kuku licha ya kuwa watapata eneo kubwa, lakini vile vile faida yake kubwa ambayo wataipata ni hewa. Watapata hewa ya kutosha. Wataweza kupata hewa safi na hewa ya kutosha ukilinganisha na mle kwenye cage, kwa sababu mle kwenye cage watakuwa wamebanana sana. Hivyo watakuwa wanakosa hata ule uhuru wa kumove, kwa sababu tunajua kuku wakiwa ndani wanapenda sana kuchangamka. Hapa tukija kwa upande wa wale kuku wa mayai. Kuku wa mayai wanapenda eneo kidogo ambalo litawafanya wawe comfortable, wana move, wanachangamka ili waweze kupata ule uzito ambao utakuwa ni uzito stahiki kwa kuweza kutaga. Lakini ukiwaweka kwenye eneo dogo watakuwa wanakula tu, wanapumzika, wanajisaidia. Mwisho wa siku watakuwa na uzito mkubwa, hata utagaji wao lazima upungue kidogo. Kwa hiyo ukiweka kwenye matandazo utagaji wao utakuwa mkubwa kama utaweza kuzingatia eneo kidogo ambalo litakuwa lina nafasi, litawapa hewa ya kutosha, lakini pia litawapa sehemu ya kuweza kufanya mazoezi madogo madogo. Lakini pia ukija kwenye upande huu kama utatumia matandazo, kuku watakuwa hawawezi kula yani hawali vizuri, kwa sababu mara nyingi utakuta wamerundikana sehemu moja, chakula cha kupigania. Kwa hiyo hapa sasa kama unataka kutumia matandazo, kitu cha kufanya ni weka vyombo vya kutosha kwenye nafasi ya kutosha ili kila kuku aweze kula vizuri. Na ukienda kwenye upande wa cage, kila kuku huwa anakula vizuri kwa sababu kuna maeneo mengi sana, kuna eneo refu ambalo linakuwa linawekwa chakula. Kwa hiyo kila kuku atapata sehemu yake, atakula pasipo kupigania kama ambavyo wale kuku ambao wanafuga kwenye matandazo huwa wanapigania chakula. Kwa hiyo kama unataka kufanya hii njia ya matandazo, hakikisha chumba ni kikubwa, lakini pia kina vyombo vya kutosha vya maji na vya chakula. Lakini pia changamoto nyingine ya kutumia haya matandazo ni upotevu wa chakula. Usipokuwa makini, usipowawekea vyombo vizuri ambavyo vinasababisha kuku wasipoteze kile chakula, basi utaweza ukapata hii changamoto. Kwa hiyo unapokuwa unatumia haya matandazo, hakikisha umewapa zile feeders ambazo zinazuia upotevu wa chakula, kwa sababu ukiweka tu kwenye masinia mara nyingi wao wanamwaga sana chakula na chakula kingi huwa kinapotea, tofauti na kwenye cage.
Na changamoto nyingine ambayo kuku wanaofugwa kwenye matandazo wanaipata ni changamoto ya mayai yao. Mara nyingi kuku huwa wana tabia ya kudonoa. Kama kuku wako utakuwa haujawapa chakula kizuri, na wakati mwingine kuku ukiwakalisha muda mrefu bila kuwapa chakula, basi huwa wanadonoa mayai. Hii kwa wale kuku ambao wanataga, huwa wanakuwa na tabia ya kudonoa yale mayai kwa sababu wanayaona moja kwa moja pale wanapotaga. Lakini ukienda kwenye upande wa cage, kuku hawadonoi mayai yao. Kwa hiyo kama utafuga kwa matandazo, basi hapa kipengele hiki hakikisha unawapa chakula kizuri, lakini haitoshi kuwapa chakula bora. Mara nyingi pendelea sana kwenda bandani ili uangalie tabia ya kuku wako, na kama watakuwa wana hii tabia, unaweza ukawa unakaa maeneo hayo wakati wa kutaga na unatoa yale mayai yote. Na changamoto nyingine kubwa kabisa kama hautokuwa makini ni magonjwa. Kama unatumia matandazo, jitahidi sana kuwapa kuku wako kinga, hasa hizi kinga za asili. Kwa sababu kwenye matandazo kuku anaweza akajisaidia, baadaye akachimbua kile kinyesi akala, au wakati mwingine kinyesi kikaingia kwenye maji ambayo wanakunywa au chakula ambacho wanakula. Kwa sababu kuna kuku hata ukiweka vyombo virefu wana tabia ya kurukia pale juu, wanajisaidia. Hata kwenye maji ni hivyo hivyo. Kwa hiyo unapotumia matandazo, basi hakikisha unakuwa unatumia kinga za asili mara kwa mara. Tofauti na kwenye cage, kwa sababu kwenye cage kuku hawakutani na kile kinyesi chao. Hakikisha wakishajisaidia kile kinyesi kinasafishwa na inabaki hewa safi, lakini pia kuna baki hakuna kinyesi ile sehemu ambayo wao labda wanaishi. Kwa hiyo hapa utakapotumia matandazo, hakikisha unakuwa makini sana na tiba za asili, kinga za asili. Vile vile hata hizi booster za asili huwa zinasaidia sana. Kwa hiyo hapa ningekushauri wewe mfugaji ambaye unatumia matandazo, hata usiyetumia matandazo, unaweza ukanunua kitabu chetu cha tiba za asili za kuku ili uweze kuwakinga kuku wako, kwa sababu mle kuna kinga za kutosha ambazo hazitumii gharama yoyote. Kuna tiba ambazo pia hazitumii gharama, kama utatumia gharama ni kidogo sana. Vile vile kuna vitamin na booster za asili. Kitabu hiki ni shilingi 10,000 tu. Ukilipia 10,000 tunakutumia hiki kitabu kwa njia ya WhatsApp. Vile vile tuna kitabu kingine, kitabu cha safari ya ufugaji, ambacho kitakupa mwongozo wa kuwafuga kuku wa kienyeji, layers pamoja na chotara, kuanzia siku ya kwanza unapowapokea, chanjo na pia miongozo ya magonjwa pamoja na tiba, baadhi ya tiba za asili pamoja na baadhi ya tiba za dukani ambazo zinafanya vizuri. Lakini pia tuna kitabu cha ufugaji wa broiler ambacho kinakuelekeza kuanzia siku ya kwanza utakapompokea kifaranga wa broiler umpe huduma gani mpaka anakuwa mkubwa. Kuna formula ya chakula ambayo ina gharama nafuu. Vile vile kuna kinga za asili na kuna tiba za asili ambazo zinamfaa broiler. Zote tutazipata kwenye hiki kitabu, pamoja na siku za kuweza kuwapa hizo kinga za asili au broiler wako. Hivi vitabu gharama yake ni shilingi 10,000 kwa kila kitabu. Ukihitaji unatumiwa soft copy kwa njia ya WhatsApp, au kama una email tunakutumia kwenye email yako ukilipia hiyo shilingi 10,000. Vile vile tuna kundi la mafunzo ambalo unajiunga kwa ada ya shilingi 5,000. Unaweza kupata darasa lote. Utaweza kuona kitu gani ambacho sisi tunakifanya hapa shambani kwetu. Utaona kwenye hilo group la WhatsApp mafunzo pamoja na maswali na majibu. Gharama ya kujiunga na kundi ni shilingi 5,000 tu. Vile vile tuna formula ya kumnenepesha jogoo na yenyewe ni shilingi 5,000 tu. Sasa tukimalizia kwenye upande wa cage, kama unataka kutumia cage, changamoto ambazo utakutana nazo. Kwanza kabisa cage ni gharama, lakini vile vile kwenye cage kuku huwa wana paralyze sana miguu. Kwa wale ambao wameshatumia cage, nadhani utakuwa umekutana na hii changamoto, hasa kwa wale kuku wakiwa wadogo au vifaranga wadogo, huwa miguu yao ina paralyze. Lakini vile vile kwenye cage kuku wanakosa hewa ya kutosha kwa sababu wanakuwa wamebanana sana. Kwa hiyo wakipata mafua kuku hao inakuwa ni ngumu sana kuwatibia kwa sababu wanakosa ile hewa ya kutosha. Na kitu kingine kwenye cage kwa kuku ambao wanataga, inawakosesha ule uhuru wa sana wa kufanya mazoezi. Kwa hiyo utakuta wananenepa sana, wanakula, wananenepa, wanashindwa kufanya mazoezi na hata utagaji wao unakuwa sio mzuri. Kwa hiyo hapo sasa wewe utachagua ni njia gani unaweza ukaitumia kutokana na faida na hasara, na vile ambavyo utaona wewe kitu gani kitakufaa. Karibuni sana mpate huduma zetu. Tuna vitabu 3 kama tulivyotaja, kila kitabu ni shilingi 10,000. Tuna kundi la WhatsApp kujiunga ni shilingi 5,000, lakini tuna formula ya jogoo ya kumnenepesha kama unataka umuuze kwa muda mfupi ni shilingi 5,000 tu. Kama unahitaji huduma zetu, chukua namba kwenye video na ututafute. Tunaamini ukiwa na huduma zetu utafuga vizuri
vizuri sana, utafuga vizuri kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yanakusaidia kutatua changamoto mbalimbali, lakini vile vile kupunguza gharama za ufugaji kwa sababu tunazingatia sana vitu vya asili, lakini vile vile tunaangalia ubora wa kuku. Kuna tiba za asili, kina tiba nyingi, kina kinga, kina booster za asili. Kuna safari ya ufugaji ambapo itakupa formula za kuwafanya kuku wako waweze kuwa na uzito mkubwa, watage mayai mengi mazuri kwa gharama nafuu kabisa. Lakini vile vile kuna formula ambayo inatumia vitu vya asili tu, lakini inamnenepesha jogoo na anakuwa mkubwa kwa muda mfupi. Kuna kundi la mafunzo ya ufugaji ambalo utauliza maswali, utajibiwa na utapata darasa, utaona kwa vitendo jinsi ambavyo sisi tunawahudumia kuku wetu. Karibuni sana mjiunge na huduma zetu, huduma za vitabu pamoja na kundi ili muweze kufuga vizuri kabisa. Asanteni sana, tunawapenda.